Viongozi wa dini katika jamii ya Mijikenda wametoa shinikizo kwa serikali kuharakisha utatuzi kwa kero sugu la maskwota linaloendelea kuuza shamba, linaloendelea kuzua umaskini na migogoro wa ardhi katika ukanda wa Pwani. Katika vuguvugu hili tutahamasishana ili tuhusike kwa masuala ya uongozi. Wakati inapofika wakati wa uchaguzi, tuchague viongozi ambao wako na sifa na vigezo ambavyo vitashughulikia masuala ya wananchi, sio watu ambao wataangalia mambo yao ya kibinafsi. Wakizungumza mjini Mombasa wakati wa kuzindua rasmi muungano wao, viongozi hao wamesisitiza kuwa jamii ya Mijikenda haitanyamaza huku haki zao za kimsingi zikiendelea kupuuzwa. Wameamua kama wa Mijikenda, tunaweza kuambia watu wetu wa Mijikenda ya kwamba njia tunayoifuata ni hii na tutaendelea hivi na tutafanya hivi. Maslahi yote ya Mijikenda tutaweza kuongea na tutaweza kuwa na sauti. Na sauti yetu wakati huu itakuwa sauti ya umoja. Vile vile wameanzisha mchakato wa kuhamasisha jamii kuchagua viongozi kwenye sera za kutetea maslahi ya Pwani katika uchaguzi wa mwaka ujao. Kiongea swala la squatter, wanaoumia hapa Pwani ni Mijikenda. Sasa tumeshikana na tuko tayari hata kumuona rais na kumwelezea kiundani kwa usahihi ya kwamba sisi si kwamba tunaleta ukabila, lakini tunajiunga pamoja ili kuboresha jimbo hili la Pwani. Aidha, baadhi ya viongozi waliochaguliwa wameshtumiwa kwa kutanguliza maslahi binafsi na sio matatizo ya wananchi, huku wakionya kuwa wapiga kura watawajibisha kisiasa mwaka ujao. Kufanya kazi, ndio maana bado sisi kama wengi tumebaki kuwa nyuma, lakini naamini kwa hawa wazee ambao wana taaluma ya juu watahakikisha nani anasemewa nani. Hata this time wakati kama kuna leadership ya kugawanya viti, wahusishwe zaidi hawa. Kama kuna viti vinapeanwa Mombasa, Pwani, hawa wachungaji ni muhimu wahusishwe kwa sababu wanatujua na wanaelewa nani ambaye anapaswa kuwa wapi ili kwamba kusiwe na ulegevu wa kazini.